Mwezi huu polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imekamata watuhumiwa 83. Hawa wamekuwa wakituhumiwa na makosa mbalimbali ya kijinai. Makosa hayo ambayo wametuhumiwa nayo ni pamoja na makosa ya unyang'anyi wa kutumia nguvu, makosa ya uvunjaji, makosa ya wizi, makosa ya kubaka, lakini makosa mengine ambayo yamehusisha vitendo vya watu kupoteza maisha, yani mauaji. Wamekamatwa pia watu ambao wamekuwa wakijihusisha na usafirishaji, lakini uuzaji wa dawa za kulevya maeneo mbalimbali maarufu kama bangi. Polisi Dar es Salaam pia eneo la Matumbi Temeke inachunguza shauri la kilogramu 75 za dawa za kulevya aina ya bangi maarufu kama skanka. Skanka ni dawa ya kulevya ambazo ni aina ya bangi zinakuwa zimesindikwa. Hii imekamatwa katika vifurushi mbalimbali vyenye uzito wa kilo 75 eneo la Matumbi Temeke. Wahusika wote ambao wameshiriki katika kusindika, kusafirisha, kuuza watachukuliwa hatua kali za kisheria. Ukizuia dawa za kulevya unazuia matukio mengi. Watu wakitumia dawa za kulevya wengine hujitoa ufahamu na kufanya matukio makubwa zaidi ya haya ya kutumia dawa za kulevya. Kwa mfano, mtu akitumia bangi wakati mwingine, awe ni kijana au mtu mzima, anaweza kamua mtu kwa panga kwa kosa dogo labda ya kutukana, au anaweza kumpora mtu kwa kutumia panga, kumkata na kupora simu ya 70,000 au 80,000 au 300,000. Kwa hiyo ukizuia baadhi ya makosa unakuwa umezuia baadhi ya makosa makubwa ambayo yanaweza yakajitokeza kutokana na lile kosa dogo ambalo linakuwa limetendeka. Kwenye kundi hilo la watu 83 wamekamatwa pia watu ambao wanajihusisha na kuvunja nyumba, kuiba, lakini wapo wengine kazi yao wameirasimisha ambao ni ya kijinai ya kununua mali za wizi. Simu zinaibwa kutoka pointi A zinakwenda kuuzwa kwenye pointi B, na baadhi ya vitu ambavyo vinataka kurasimishwa na baadhi ya watu kijinai ni pamoja na wale wanaonunua simu za wizi, runinga, pikipiki, kompyuta mpakato yani laptop, redio, na watuhumiwa hao wamekamatwa. Miongoni mwa waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Mtanko Ebenieli maarufu kama Mchina. Yeye jina lake ni Mtanko Ebenieli, lakini watu wamembatiza jina la Mchina, akiwa na wenzake wawili. Hawa wamekamatwa maeneo ya Amani, Mbezi, wilaya ya Ubungo hapa jijini Dar es Salaam, na walikutwa na runinga 7 za wizi ambazo zimetambuliwa na watu walioibiwa vitu vyao. Amekutwa na simu janja aina mbalimbali 122 pamoja na vifaa ambavyo yeye huvitumia baada ya kuletewa hizo mali za wizi, zikiwemo simu, hufuta na kusakinisha upya mfumo endeshi yani software wa simu zilizoibwa. Kwa simu inaibwa, inasakinishwa, anatengeneza mfumo mwingine, kwa hiyo anatoa kwenye mfumo wa awali na kuzifanya simu zinasomeka aina nyingine, na hivyo kuziingiza tena kwenye soko. Kwa hiyo huyu amekamatwa na simu zaidi ya 122 na yeye kutaka kurasimisha biashara hii ya kijinai katika kujipatia kipato.
Upande wa upelelezi tumekuwa na mashauri mbalimbali, na kama mmevyofahamu, Tume ya Mheshimiwa Rais ya Haki Jinai imesisitiza sana swala la upelelezi, swala la ushahidi, swala la ukamataji wa watuhumiwa kwa haki. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limepeleka mashauri yake mbalimbali kupitia ofisi ya mashtaka na yakafika kwenye mahakama zetu za kisheria ambazo zipo katika jiji la Dar es Salaam.